Hii ni Chum TV Online. Furaha kiganjani. Jina langu ni Mnawar Haji. Mimi ni mwenyekiti wa jumuiya ya ZACSO. ZACSO kirefu chake ni Zanzibar Autism Care and Support Organization. Kwa Kiswahili inatambulika kama ni jumuiya ya kusaidia watu wenye tawahudi Zanzibar. Tawahudi au usonji ni neno linalotumika kuelezea hali ya mtoto mwenye matatizo ya ukuaji wa mishipa yake ya fahamu, hali inayoathiri mawasiliano yake na asili mwingiliano wake pamoja na watu wengine pamoja na tabia zake kiujumla. Leo ni siku ya tawahudi duniani. Mataifa mengi duniani wanaadhimisha siku hii kwa kutathmini changamoto na faida mbalimbali ambazo wanaweza kuzipatikana kutokana na hawa watu wenye tawahudi. Kwa upande wetu sisi Zanzibar, tunaadhimisha siku hii kwa kujenga uelewa kwa jamii ili kutambua tawahudi ni kitu gani. Mpaka sasa hakuna tathmini kamili inaonyesha watu wenye tawahudi hapa Zanzibar. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna watoto wengi ambao wamefichwa majumbani, na hiyo inatokana na kukosa uelewa kwa jamii kuhusiana na hii tawahudi. Jamii mpaka sasa haijaelewa tawahudi ni kitu gani. Na miongoni mwa dalili za hii tawahudi ni kwamba mtoto anakuwa anapenda kujitenga. Tumezoea kwamba mtoto anakuwa anacheza na wenzake, lakini mtoto mwenye tawahudi anakuwa anapenda kujitenga, kukaa peke yake. Lakini pia mtoto mwenye tawahudi anakuwa na changamoto kwenye mazungumzo, anakuwa anashindwa kujielezea yeye mwenyewe au kuelezea hisia zake. Mtoto mwenye tawahudi pia anakuwa na changamoto ya kutokuwa na uoga. Inaweza kama gari linakuja mbele yake lakini akashindwa kuwa na uoga kwamba gari labda itaweza kumnyonga. Lakini mtoto mwenye tawahudi pia anakuwa na hisia za kipekee. Unaweza kukaa kuna mwangaza, yeye kwa unamuumiza macho, au kunaweza kukaa ukamshika, yeye akawa labda anaumia. Pia mtoto mwenye tawahudi anakuwa na changamoto ya kutokufahamu hisia za wengine, mfano hisia kama huzuni, anakuwa haelewi kama watu labda kwenye eneo la huzuni au vipi. Lakini pia mtoto mwenye tawahudi anakuwa anaweza akatekezea, akacheka peke yake au kulia peke yake bila sababu yoyote. Changamoto hii ya tawahudi mpaka sasa haina tiba. Ni kwamba kuna njia mbalimbali ambazo tunaweza kutumia kuwasaidia hawa watoto wenye tawahudi. Miongoni mwa njia hizo ni kama labda kuwapatia hizi huduma za utengamao ambazo tambulika kama ni therapy. Kuna tiba za mazoezi ambazo wanaita occupational therapy, kuna tiba za matamshi ambazo wanaita speech therapy, lakini pia kuna tiba za tabia ambazo wanaita applied behavior analysis. Zote hizi kwa pamoja zinaweza kuwasaidia watoto wetu kuendana na hizi changamoto ambazo wanazo ili kuweza kuishi maisha yao kama watoto wengine wa kawaida. Watoto wenye tawahudi ni watoto kama watoto wengine wa kawaida, wana haki sawa. Watoto wenye tawahudi wana haki ya kupata elimu ya msingi, wana haki ya kupata huduma bora za afya, na wana haki ya kujumuika pamoja na watoto wengine katika jamii. Wito wangu kwa wazazi na walezi ambao wana watoto hao wenye tawahudi ni kutokuwaficha huko majumbani. Watoto watoe nje waweze kujumuika na watoto wenzao, na kupitia hivyo ndio watakapoweza kujifunza na kuweza kujitegemea hapo baadaye.